Jonathan Kasimila. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi cha Kazi Endelee Group Ipagala. Kabla yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na imani leo Mheshimiwa Rais atasikia kwamba zile fursa zinazozitoa anazowapa makundi maalum zinashuhudiwa leo hapa, na nyinyi waandishi wa habari ni chanzo cha kumfikishia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa naipongeza PPRA, nampongeza mkurugenzi wa PPRA na wafanyakazi wa PPRA kwa kufanya kazi kwa weledi, kuhakikisha majukumu waliopewa wanayatendea haki. Mimi kama mwenyekiti wa kikundi cha Kazi Endelee Group tumeweza kuchangamkia fursa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuyaona makundi maalum nao yana sifa ya kuweza kufanya kazi katika wizara mbalimbali za serikali, na pia vile vile sio hilo tu, kujikwamua kiuchumi, lakini na kutoa ajira mbalimbali kwa vijana na kutokushawishika vijana kwenda katika makundi mabaya ambayo ya kujihusisha na makundi mabaya mbalimbali. Nimesimama hapa mimi kama mwenyekiti kwa niaba wenzangu. Sisi Kazi Endelee Group tumefanikiwa kupata zabuni 21 katika wizara mbalimbali za serikali, na katika zabuni hizo tumefanikiwa kupata zabuni hizo ni za thamani ya shilingi bilioni 2,196,600. Na vile vile tumesaidia kuajiri vijana 450. 150 ni vijana ambao wana ajira za temporary. Tulipata mradi wa TANROADS wa kufyeka barabarani, lakini 320 wako katika wizara mbalimbali za serikali. Hii yote ni kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona kwamba haya makundi maalum si kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe, bali ni kuisaidia serikali kuweza kuwapa vijana ajira na kuweza kuendeleza maisha yao. Kwa hiyo natoa ushuhuda huu na nahamasisha wanawake, vijana, wazee, wote watumie fursa hizi. Sisi tunapata fursa hizi kupitia mfumo wa NeST, na mfumo wa NeST uko wazi, ukitoa hakuna upendeleo kwamba mimi namjua fulani. Huu ni ushindani ambao tunakutana nao kupitia mfumo wa NeST. Kwa hiyo ninawaomba sana waandishi wa habari, salamu hizi zimwendee Mheshimiwa Rais. Leo nimefurahi, nimesimama hapa najua Mheshimiwa Rais atapata hizi salamu kwamba tunazitumia hizo fursa kwa weledi na vijana wanapata ajira, wanajikwamua kiuchumi, na tuko hapa kufuata maelekezo yote ya kisheria, lakini tunawaahidi kwamba tutaendelea kutoa elimu mbalimbali kwa makundi mengine. Sisi sio kujinufaisha sisi Kazi Endelee tu, hapana. Tunaendelea kuhamasisha na makundi mengine yaweze kutumia fursa hizi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mfumo wa NeST. Asanteni. Kununua bidhaa. Kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mfumo wa NeST unasomana na vifumo zaidi ya 30. Na kama mnafahamu, hii inaendana kabisa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais na dhima ya kuhakikisha kwamba mifumo isomane. Na kwa mfano mifumo ambayo inasomana ni mifumo ya kibenki, mifumo ya malipo, mifumo ya hifadhi ya jamii, bodi za usajili wa wataalamu, mifumo ya leseni na mifumo mbalimbali. Kwa ujumla wake wote tumeweza kuunganika na zaidi ya mifumo 30. Hatua hii imesaidia kuondoa kabisa uwezekano wa kuwa na nyaraka za kugushi kwenye mfumo wa NeST, lakini pia kurahisisha mchakato wa kuwasilisha nyaraka husika wakati wa mchakato wa zabuni. Maana yake nini? Nyaraka zile unapokuwa unazitengeneza kwa mara ya kwanza kuna uhakiki unaofanyika kuhakikisha kwamba sio nyaraka za kugushi, na wakati zimo mule ndani unapokuja kufanya zabuni inakuwa rahisi kwa sababu uhitaji sasa kutafuta nyaraka moja. Na ndio maana tunasema ununuzi wa umma sasa umerahisishwa na unaweza kutumia muda mchache kwa sababu rundo la nyaraka tayari ziko ndani ya mfumo. Ndugu wanahabari, napenda kueleza zaidi kuhusu moduli ya usimamizi wa mikataba, ambayo moduli hii ni kubwa zaidi kwenye mfumo wa NeST. Kupitia moduli hii ya usimamizi wa mikataba, upekuzi wa mikataba, yani contract vetting, pamoja na kusaini mkataba husika vinafanyika ndani ya mfumo wa NeST. Yaani mkataba unasainiwa bila kuchapisha karatasi, ni kidijitali ndani ya mfumo. Na unapokuja kusaini mkataba, kama unavyofahamu, unaweza ukausaini ukiwa pahala popote. Na hii ni yule afisa masuhuli ambaye ananunua huduma au bidhaa,
hata yule mzabuni. Nyaraka hii inatembea kidijitali na wanaweza wakasaini mkataba huo pahala popote. Yale masuala ya kwamba tunaahirisha kusaini mikataba kwa sababu fulani hayupo, kwa kutumia digitali, adha hiyo tumeiondoa.